uvuvi na kuwasapoti wavuvi. Tunaendelea kwenda kuwashika mkono katika kilimo kinachotokana na mazao ya bahari, kilimo cha mwani na kutafuta soko la mwani, ambapo ndani ya Tanga katika ilani ya Chama cha Mapinduzi 2025 2030 tunaenda kujenga kiwanda cha kuchakata mwani ndani ya jiji la Tanga, ili mwani mnaoulima uweze kuchakatwa na kutoka katika kiwango bora na kuweza kuuzwa kitaifa na kimataifa. CCM oyee! Haya ni mambo yanaenda kufanywa na Chama cha Mapinduzi. Ukiacha hayo, katika kuwajengea uwezo wavuvi, Chama cha Mapinduzi kimekuja na program katika ilani yake ya ujenzi wa vizimba katika uvuvi wa kisasa wa samaki, pamoja na ujenzi wa vizimba vitakavyotumika kutengeneza mazalia ya samaki, ili shughuli za uvuvi ziwe rahisi na nyepesi. Katika hayo, watu wa kata ya Marungu wanaojishughulisha na sekta ya uvuvi nao watakuwa wanufaika wakubwa na wanufaika wazuri. Ukiacha hayo, ndani ya kata ya Marungu, serikali ya Chama cha Mapinduzi kupitia ilani yake ya 2025 2030 inaenda kujenga takriban nyumba 21 za walimu ambao wanafundisha katika shule za msingi na sekondari. Ndani ya kata ya Marungu tunamhitaji diwani Mambea, twende tukajenge hoja halmashauri katika nyumba 21 za watumishi walimu zitakazojengwa kwenye shule za msingi na sekondari, nao watu wa Marungu waweze kupata katika shule zao, ili walimu wapate sehemu nzuri za kuishi na kuweza kuwalea na kufundisha vijana wetu. Tunaomba tarehe 29 Oktoba mtuletee Mambea awe diwani kata ya Marungu, ili twende tukajenge hoja hizo kwa pamoja, Marungu nao wawe ni wafaidika katika nyumba hizo. Tunaenda kuikarabati zahanati ya kata ya Marungu kuwa zahanati nzuri bora itakayoweza kutoa huduma bora nzuri na ya kisasa, na kwenda kujenga hoja halmashauri kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi kuhakikisha mtaa wa Mkembe nao wanapata zahanati yao. Haya ni mambo ambayo yamo ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi, yanahitaji diwani mwerevu, mweledi, mwenye uzoefu wa kuweza kuisimamia ilani na kuisemea ilani ndani ya vikao vya halmashauri, ili mwisho wa siku miradi ya maendeleo iliyopangwa kwa ajili ya watu wa Marungu inakuja na inafika Marungu. CCM oyee! Tunaenda kujenga barabara za kiwango cha changarawe takribani kilomita 380 kiwango cha changarawe. Tutaenda kujenga hoja kwa pamoja halmashauri, barabara za Marungu ziweze kuchongwa vizuri, zipitike vizuri muda wote, na zifungue Marungu na kata jirani. Lakini ukiacha hilo, tunaenda kujenga hoja barabara ya Geza inayotokea Pongwe iende ikakamilika kwa kiwango cha lami, ili kuhakikisha Marungu inafunguka na kuungana na kata nyingine, pamoja Marungu iweze kufikika kwa urahisi kupitia hospitali ya wilaya iliyokuwepo kata ya Masiwani. CCM oyee! Haya ni mambo ambayo ni miradi ya halmashauri. Miradi hii ilitekelezeke inahitaji diwani wa Chama cha Mapinduzi, naye si mwingine ni ndugu yangu, kaka yangu Mohamed Mambea. Tarehe 29 Oktoba tuleteeni Mambea tukasimamia haya. Baada ya kueleza haya, sasa nieleze miradi ya kimkakati ambayo imewekwa ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi, miradi ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan anaenda kuitekeleza na kuibadilisha jamii ya watu wa Tanga, miradi ambayo itaifungua Tanga na Tanga itaenda kubadilika. Nitatoa mradi mmoja, ni ukamilifu wa barabara ya Tanga Pangani. Barabara hii inaenda kukamilika, wakandarasi wako kazini na tayari wanafanya
kubwa na haina muda mrefu itabadilika na itakamilika. Itabadilika kutoka changarawe na kuwa ya lami. Itabadilika na itakuwa barabara kuu ya Tanga, Dar es Salaam, Lindi mpaka Mtwara, itakayounganisha Tanga na mikoa ya kusini. CCM oyee! Haya ni mambo yanaenda kufanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Wakati barabara hii inaenda kukamilika, kumbukeni bandari imefunguka na tayari sekta binafsi wameanza kujenga bandari kavu katika eneo hili la barabara ya Pangani. Maana yake ni nini? Ajira nyingi zitapatikana kwa watu mbalimbali kuwekeza kwenye vituo vya mafuta na kuwekeza vile vile kwenye sekta binafsi za bandari kavu. Hivyo vijana wengi wataweza kupata ajira kupitia miradi hiyo ya maendeleo ya sekta binafsi. Barabara inapofunguka na sekta binafsi zinashawishika kusogeza huduma za maendeleo karibu na watu, na hatimaye vijana wanapata ajira. Hayo ndio mambo ambayo Chama cha Mapinduzi tunafanya. Kazi yetu ni kufungua huduma za kijamii, miundombinu na huduma nyingine, ili sekta binafsi nazo ziamke ziweze kuwekeza. Tuwaombe wana Marungu, ifikapo tarehe 29 tusifanye makosa. Twendeni tukakichague Chama cha Mapinduzi. Lakini kama haitoshi, tunaomba mafiga matatu. Mafiga hayo sisi tunamuomba ndugu yetu Mambea. Mambea anazifahamu shida za wana Marungu, anaziishi shida za wana Marungu, lakini Mambea ni mtetezi wa wana Marungu. CCM oyee! Asitokee mtu akaambia Mambea hatoshi. Mambea anatosha na chenchi na baki. CCM oyee! Hivyo basi, ifikapo tarehe 29 niwaombe tupeni Mambea akafanye kazi na ndugu yetu Kassim Amari Mbaraka. CCM oyee! Lakini pia tunaomba tarehe 29 mkamchague mbunge anayetokana na Chama cha Mapinduzi, si mtu mwingine, mwamba kabisa, Kassim Amari Mbaraka. Kassim Amari Mbaraka ni mtu na nusu, anaziishi shida za Wanatanga, lakini anatosha kwa ajili ya wana Marungu ili aweze kusaidiana na ndugu yetu Mambea. Lakini pia tupeni Daktari Samia Suluhu Hassan ifikapo tarehe 29. Leo hii wanakuja huko wanapita wanaambia tupeni chama chetu hichi cha zambarau kiweze kuwaletea maendeleo. Yapi ambayo mnaweza kuyaleta ndani ya kata ya Marungu? CCM oyee! Chama pekee kinachoweza kuleta maendeleo ndani ya kata hii ni Chama cha Mapinduzi, ndugu zangu. Watakuja wataimba humu, watarukaruka, lakini chama pekee kinachozijua shida zenu ni Chama cha Mapinduzi. Daktari Samia Suluhu Hassan ndio rais pekee katika vyama vyote ambavyo ni wagombea ambaye anaziishi shida za wana Marungu na anaziishi shida za Wanatanga. Hivyo ifikapo tarehe 29 tukamchague Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na wasaidizi wake ambao leo hii wapo hapa, na tutawasikia yale ambayo watakuja kuyafanya ndani ya kata ya Marungu, lakini yale ambayo watafanya ndani ya jimbo letu la Tanga. CCM oyee! Hao wengine watakuja wataambia tuchagueni, lakini je, mnakwenda kutufanyia nini? Utasikia tu Mambea akafanya, sijui Kassim Amari nini, lakini je, unakwenda kutufanyia nini? Chama cha Mapinduzi kina ilani, kina mambo ambayo yanakwenda kufanyika ndani ya jimbo letu la Tanga, ina mambo ambayo yanakwenda kufanyika ndani ya kata ya Marungu. Hivyo basi niwaambie wana Marungu tusifanye makosa, tarehe 29 tukakichague Chama cha Mapinduzi. Ndugu mwenyekiti, ndani ya kata ya Marungu kuna kura takriban 2600. Nikuhakikishie ndugu mwenyekiti, ifikapo tarehe 29 ndugu zetu wanaotusindikiza wakiambulia kura hata 50, washukuru Mwenyezi Mungu. CCM oyee! Vijana wenzangu wa Marungu, niwaombe ifikapo tarehe 29 tukajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura. Tusiadaike watu wakaja akaambia tarehe 29 tusiende kupiga kura, siji tukaandamane. Hao wanatuhamasisha tukaandamane, matumbo yao yameshiba. Wao wanatuambia tukaandamane, wao wenyewe wakiwa hapo nje za nchi huko. Waje hapa kama kweli wanaweza kuandamana, wakae mstari wa mbele tarehe 29 waweze kuandamana. CCM oyee! Lakini niwahakikishie kwa serikali hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan, ifikapo tarehe 29 wote tukajitokeza kupiga kura, kwa sababu hao maandamano yanapigiwa makelele hayatakuwepo. CCM oyee! Ndugu mwenyekiti,
wanatamani kumsikia mbunge, wana Marungu wanatamani kumsikia Mheshimiwa Mabea, lakini wana Marungu wanatamani kusikia yale yanofanyika na Chama cha Mapinduzi. Hivyo basi niseme kwa haya machache, tukutane tarehe 29 Oktoba tukatiki kwa Chama cha Mapinduzi CCM oyee. Jamani, ifikapo tarehe 29, ndugu zangu wa Marungu, tujitokeze kwa wingi kumchagua Mama Samia Suluhu Hassan. Amefanya mengi tunayaona, na amani pia ameiendeleza katika chama chetu cha Mapinduzi pamoja na Tanzania nzima tumeona. Kwa hiyo twende tukampigie kura za wingi. Pili, tumpigie kura mbunge wetu Kasim Amari Mbaraka aka Makubeni, si ndio? Au Anko Makubeni. Jamani, huyu ni mwenetu, mtoto wetu, tunaye hapa Tanzania au Tanga. Twendeni tukampe kura za kishindo tarehe 29 ili aweze kuongoza jimbo letu la Tanga, hususan pamoja na kata yetu ya Marungu. Tumeelewana? Ya tatu, ndugu yetu, kaka yetu, mwenetu Mabea, tunamjua huyu ni diwani wetu. Kwa hiyo jamani, tumheshimishe ili ende akasaidiane na mbunge pamoja na rais. Hapa katikati tukija tukavuruga, kwa kweli mnyororo huu tutaukata na maendeleo yatakuwa hayapo. Tumeelewana jamani? Ifikapo tarehe 29 tujitokeze kwa wingi ili twende tukakipigie Chama cha Mapinduzi. Tumeelewana? Yale maneno mengine yote tuyaache. Sawa eh? Kwa hiyo kwa kusema hilo mnazungumza kitu kimoja. Sawa eh? Tulokuwa tukigombania, jamani, yamekwisha. Tusiwe wazembe, tusiwe akili. Twendeni tukaipigie Chama cha Mapinduzi sote kwa wingi. Inshallah Mwenyezi Mungu ikifika siku hiyo tuamke salama na uhai mwingi, twende tukachague Chama cha Mapinduzi. Miaka hii mitano 2020 mpaka 25, siongei ya nyuma. Nimeanza shule ya msingi Marungu. Ilikuwa na upungufu mkubwa wa walimu. Lakini leo naongea na nyinyi, shule ya msingi Marungu kuna walimu mkubwa. Hili nimelisimamia, maneno zangu ni mashahidi. Lakini pia shule ya msingi Marungu ilikuwa haina maji ya mtandao. Nimefikisha maji ya mtandao, kila mmoja Marungu ni shahidi. Lakini ilikuwa haina umeme. Nimefikisha umeme shule ya msingi Marungu, kwa hiyo kati yao walimu kuunganisha tu madarasani. Lakini nikaongeza taa ya sola nimeweka pale shule ya msingi Marungu. Hii miaka mitano. Halikadhalika sekondari ya Marungu, na nimeongeza madarasa 4 shule ya msingi Marungu hapa. Yako shule ya msingi Marungu. Vile vyoo vya zamani vyote havitumiki. Nimeongeza vyoo zaidi na zaidi. Vinatumika kila mmoja Marungu na msingi, mshimalipicha anaona. Ukija sekondari, nimekuta sekondari ya Marungu na madarasa 4 tu. Mpaka sasa nimeongeza madarasa 5 mapya. Nikaongeza maabara 3 mpya ziko kwa sekondari. Nimeingiza umeme chini ya ilani ya chama tawala. Umeme wa sekondari Marungu upo sasa hivi, maji ya mtandao imefikisha Marungu. Lakini nilikuta sekondari ya Marungu ina walimu 3 tu. Mpaka leo naongea na nyinyi wa Marungu, shule ya sekondari Marungu ina walimu 14. Sio kazi ndogo. Anakuja mtu anasema Mabea hajafanya, CCM haijafanya. Tumeogope Mungu. Ukienda shule ya msingi Mkembe, nimeongeza madarasa zaidi ya 3. Walimu sasa hivi Mkembe wako 10, nilikuta walimu 3. Watu Mkembe mpo ni shahidi. Sio kazi ndogo, CCM imefanya. Umeme, maji ya mtandao shule ya msingi Mkembe tayari tumeingiza. Lakini ukija kwenye miundombinu, nyinyi ni mashahidi. Leo Mkembe kuna umeme wa REA. Na mpango wetu kata nzima ipate umeme wa REA. Mheshimiwa mbunge anaongoza kuapishwa.
sina mashaka na kura zako, sina mashaka. Ninaamini na ninajua na ninaheshimu uwezo wako mheshimiwa. Utanisaidia kuisukuma TANESCO ili umeme wa REA uenee kuanzia Marungu mpaka Amani mpaka Mkembe. Mkembe tayari mpaka Geza na Kitandani. Hili la kwako. Lakini pia leo hii ukiingia ndani ya Marungu unachagua uingie na barabara gani? Barabara za Marungu mnazoziona zote, hakuna barabara hata moja ambayo usijaitonga. Mwenyezi Mungu ni shahidi, wananchi wa Marungu ni mashahidi. Anakuja mtu anasema Mambea hajafanya, CCM haijafanya. Hawana sera. Ikifika tarehe 29 Oktoba tunamwangalia Mheshimiwa Mambea unatiki. Mheshimiwa Kassim Omar Makubeli unatiki. Mama Samia Suluhu Hassan sio tunatiki tu, huyu unataka kutiki zaidi kwa Mama Samia. Mimi nasema haya, nimeshafanya kazi na marais watatu mpaka sasa katika udiwani wangu. Katika marais watatu hao wote hakuna rais ambaye kwamba ameingiza fedha kata ya Marungu. Na maana kubwa wataalamu mnaelewa. Lakini Mama Samia Suluhu Hassan ameingiza milioni 53 kila msingi Marungu na madarasa ya kisasa zaidi ya 2 mpaka Msaudhi na kila kitu pale mama anakwenda vizuri. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu MP Online TV.